The Citizen ambalo linaandika kwa lugha ya Kiingereza, ambalo lenyewe limeandika habari kubwa kabisa mbele, ikiwa inasema sukari ya mpasua kichwa John Pombe Magufuli. Lakini pia katika gazeti la Tanzania Daima lenyewe limeandika CUF kuitikisa nchi, wapanga kuandamana nchi nzima kupinga uchaguzi wa marudio, waziri wa Mkapa ataka mazungumzo Zanzibar. TMF yasema tunaweza kulipia TBC kuonyesha bunge. Kama tatizo ndio hilo, basi solution ni TMF, kwani kuna mambo ambayo wananchi wanahitaji kuyajua kutoka bungeni moja kwa moja, kwa sababu wawakilishi wao ambao ni wabunge, hivyo ni lazima wajue nini kinajadiliwa. Lakini kuna habari nyingine ambayo nasema mawaziri hatarini kutumbuliwa. Habari inapatikana katika ukurasa wa 3. Mzee Kasim Mapili afariki dunia. Tuangalie katika ukurasa wa 2 ambapo kuna habari inasema tunaweza kulipia TBC kuonyesha bunge. Ni maneno ya TMF. Tuangalie habari ambayo inasema uongozi wa wakfu wa tasnia ya habari Tanzania Media Foundation TMF umesema upo tayari kugharamia kurushwa kwa matangazo ya moja kwa moja ya vikao vya bunge kupitia televisheni ya shirika la utangazaji Tanzania TBC kama hakuna tatizo jingine zaidi ya ukosefu wa fedha. Mkurugenzi mtendaji wa TMF Ernest Sungura alisema jijini Dar es Salaam jana kuwa wakati taasisi yake ilipokuwa ikijulikana kama mfuko wa vyombo vya habari Tanzania ilifadhili vipindi kadhaa kupitia TBC, na kwamba katika awamu ya sasa wanaweza kuona jinsi ya kusaidia kurushwa kwa matangazo ya bunge. Ambapo alizungumza na wahariri na wamiliki wa vyombo mbalimbali vya habari nchini kuhusu majukumu ya TMF mapya, Sungura amesema katika mradi iliyopita kulikuwa na vipindi vya ushirika kupitia TBC pamoja na vipindi vingine ambavyo vikiwa vikizalishwa na kampuni ya Kilimanjaro Film. Boss Dat wenzake kizimbani. Mtendaji mkuu wa mradi wa mabasi yaendayo haraka Dat amefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, ambapo anakabiliwa na tuhuma za matumizi mabaya ya madaraka na kuisababishia serikali hasara ya shilingi milioni 83.5. Mbali ya mlambo wengine walifikishwa mahakamani hapo kaimu mkurugenzi wa utawala na fedha wa wakala Dat Evodius Katari na kiongozi wa masuala ya kisheria wa mradi huo Francis Kugesha. Mawaziri kutumbuliwa. Mawaziri 21.1 wapo hatarini kuchukuliwa hatua kutokana na kushindwa kurejesha fomu za ahadi ya uadilifu. Asilimia hizo ni sawa na mawaziri 4 kati ya 15 walisaini na kurejesha fomu za ahadi ya uadilifu, huku Secretariat ya maadili ya viongozi wa umma ikilalamikia sheria ya maadili kutoipa meno ya kung'ata. Ambapo akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa mafunzo ya mawaziri na manaibu wao kuhusu mwongozo wa maadili ya viongozi wa umma, sheria yake na utekelezaji wa ahadi ya uadilifu, kamishna wa maadili Jaji mstaafu Salome Kaganda alisema kwa upande wa manaibu wa mawaziri waliorejesha fomu hizo ni 13 tu. Meya da sasa kesho. Hatimaye uchaguzi wa meya wa jiji la Dar es Salaam unatarajiwa kufanyika kesho, huku vita ya kuwania jiji hilo ikitarajiwa kushamili katika Chama cha Mapinduzi na vyama vinavyounda Umoja wa Katiba Wananchi Ukawa. Uchaguzi huo uliahirishwa mara 2 katika kipindi cha miezi 2 baada ya kuwapo kwa mvutano baina ya wajumbe wa CCM na wale Ukawa kutoka vyama vya Chadema na Kafu. Taarifa ambayo Tanzania Daima ilizipata jana ni jioni zinaeleza kuwa uchaguzi huo utafanyika katika ukumbi wa Karimjee jijini Dar es Salaam. Hata hivyo, mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam Wilson Kabwe alipotafutwa jana jioni na Tanzania Daima kwa njia ya simu, simu yake ikaita, ambapo alikata na kutuma ujumbe mfupi wa maandishi, niko katika ukumbi wa sinema. Alipotumia ujumbe mfupi wa maandishi kutaka kujua kama uchaguzi huo upo, hakujibu, na alipopigiwa tena hakuipokea na kutuma ujumbe mfupi kwamba nipo darasani. Mkuu wa kitengo cha mawasiliano Chadema Tumaini Makena alisema ni kweli umepokea barua ya kuwataarifu uchaguzi utafanyika Jumamosi. Ukurasa wa 4 yenyewe inaandika Kafu kuitikisa nchi. Chama cha wananchi Kafu kimesema kuwa endapo vitendo vya kupigwa, kuteswa kwa wanachama wake na kuvunjiwa baadhi ya ofisi zao vitaendelea, wataruhusu wanachama wao kujibu mapigo, kwani wamechoka kuvumilia. Chama hicho kimepanga kufanya maandamano ya amani nchi nzima kupinga uchaguzi wa marudio Zanzibar uliopangwa kufanyika Machi 20 mwaka huu.
Naibu katibu mkuu wa CAF Nasol Ahmed Mazrui alitoa kauli hiyo jana wakati alipotembelea eneo la Dunga Mchini ambako ofisi ya CAF imevunjwa na baadhi ya wanachama wake kuchezea kichapo kutoka kwa watu wanaoitwa mazombi ambao wanaunga mkono harakati za Chama cha Mapinduzi. Benki ziwafuate wakulima wafugaji, maneno ya Kijaji. Naibu waziri wa fedha na mipango Ashantu Kijaji amesema taasisi zinazotoa huduma za kibenki zina kazi kubwa ya kufanya ili kuwafikia Tanzania katika maeneo yote ya nchi na wanaohitaji huduma hizo, hasa wakulima na wafugaji. Akizungumza katika uzinduzi wa tawi la benki ya Amana Mbagala jijini Dar es Salaam jana, Kijaji alisema wakati benki zikiendelea kujijenga katika maeneo mijini, zinatakiwa kuendelea pia kuelekeza pia nguvu zaidi vijijini ambako kuna wakulima na wafugaji wenye fedha nyingi lakini hawana namna ya kuzihifadhi kwenye mfumo rasmi. Wanahabari wazuia kufuatilia ya Loliondo. Mkuu wa wilaya ya Ngorongoro Hashim Mgandilwa amewazuia wanahabari kuacha kufuatilia mgogoro wa Loliondo kwa kuwa hadi sasa polisi wanaendelea kufuatilia taarifa za mapigano ya kikabila kati ya Wasonjo na Wamasai. Mgandilwa alitoa katazo hilo juzi mbele ya wajumbe wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya hiyo baada ya kutakiwa kuzungumzia mapigano hayo ambayo mpaka sasa amepoteza uhai wa wananchi watatu. Kampuni 16 kutaifishiwa mali zao. Kampuni ya dalali ya Yono kwa kushirikiana na mamlaka ya mapato Tanzania zinatarajia kuitaifisha mali za kampuni 16 ambazo zimekwepa kodi baada ya kushindwa kulipia makontena yao bandarini kwa kipindi cha siku 14 kuanzia sasa. Kampuni 24 zilibainika kukwepa kodi, jambo lililosababisha TRA kuzitaka zilipe deni walilokuwa wamekwepa hadi kufikia juzi, lakini kati ya hizo ni 8 pekee ambazo zimefanikiwa kutimiza agizo hilo. Gazeti la Uhuru kwa daima lenye kama mawaziri wa John Pombe Magufuli wawekwa mchagoni, Majaliwa akabidhiwa orodha ya wasiojaza fomu za maadili, habari ambayo inapatikana ukurasa wa 4. Vigogo watatu dati kizimbani, serikali yawaonya wafanyabiashara, habari inapatikana ukurasa wa 4. Lakini kuna habari inasema utafiti utaweza unasema 88% ya Tanzania wana imani na elimu bure. Serikali ya ukana utafiti wa GGM TPA kuimarisha ulinzi na usalama. Lakini kuna habari nyingine inasema utafiti utaweza 88% ya Watanzania wana imani na elimu bure. Mwigulu atema cheche, naibu spika ampatano JK. Lakini kuna habari nyingine inasema Dr. Mpango asema kiama cha wakwepa kodi Arusha chaja. Serikali yaandalia rungu Tanzania 1. Katika kurasa wa 4 mawaziri wa John Pombe Magufuli wawekwa mtegoni. Lakini kuna habari nyingine inasema serikali yawaonya wafanyabiashara. Samia azitaka benki kufungua matawi vijijini, habari inapatikana katika kurasa wa 5. SMZ kuhimiza kilimo cha alizeti. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imesema itaendelea kuchukua juhudi za makusudi ya kuhamasisha wakulima ili walime alizeti linalotoa bidhaa zinazokubalika katika soko la ndani na nje ya nchi. Kauli hiyo imetolewa na mkurugenzi wa mipango, sera na utafiti wa Wizara ya Kilimo na Mali Asili, Mariam Juma Abdalla, wakati alipokuwa akizungumza na Uhuru mjini Dar es Salaam. Alisema kilimo cha zao hilo kina manufaa makubwa hasa kwa wakulima wa kipato cha chini, kwani bidhaa zinazotokana na alizeti zinauzika hata katika soko la ndani. Gazeti la Habari Leo lenyewe limeandika makontena ya bilioni 6 ya kwepa kodi kuuzwa. Majaliwa asema vita dhidi ya ufisadi bado mbichi, asema wembe ni ule ule mpaka mambo yawe sawa. Vigogo wengi hawajajaza fomu za tamko la mali, orodha yao kukabidhiwa waziri mkuu. Waziri wa fedha amesema serikali haina msalia mtume kwa wafanyabiashara wanaokwepa kodi. Zanzibar asema wagombea urais wa Zanzibar wamelalamika kuanza kupokea vitisho na matusi. Ukurasa wa 2, vita dhidi ya ufisadi bado ni mbichi, maneno ya waziri mkuu Kassim Majaliwa, ambapo amewapongeza mawaziri kwa kuanza utendaji kazi vizuri ikiwemo kutumbua majipu. Amesisitiza kwamba serikali ya awamu ya 5 itaendeleza dhamira yake ya dhati ya kupambana na ufisadi na rushwa hadi itakapojiridhisha kuwa mambo yanakwenda sawa. Aidha, waziri mkuu amewataka mawaziri hao kutambua kuwa cheo cha uongozi ni dhamana, hivyo wanapaswa kuwajibika kwa umma kwa vitendo bila upendeleo wala kuhitaji ujira zaidi ya wajibu wao.
Vigogo wengi hawajajaza fomu za mali. Serikali haina msalia mtume kwa kukwepa kodi. Wenye mashamba pori wakopa trilioni 2 benki. Na habari hapa inaonyesha Waziri Mkuu Kassim Majaliwa katikati akiwa na mawaziri na manaibu mawaziri wakati wa ufunguzi wa mafunzo kuhusu mwongozo wa maadili ya viongozi wa umma na utekelezaji wa ahadi ya uadilifu Ikulu jijini Dar es Salaam. Gazeti la Mwananchi limeandika mawaziri wa Magufuli kikaangoni kwa maadili. Sekretarieti ya maadili ya viongozi mkabidhi waziri mkuu orodha waliovunja sheria kwa kutojaza fomu. Yaliyokuwa miaka 3 sasa haina fedha za kufuatilia kile walichoelezwa na viongozi husika kuhusu mali zao. Serikali yapewa vifaa tiba vya shilingi bilioni 10. TMF jitolea kulipa TBC irushe bunge live. Mbivu mbichi za umea wa Dar es Salaam kesho. Mashirika ya umma 16 yanakaimiwa. Wasira fichua kilichomkera. Serikali yapewa vifaa tiba vya shilingi bilioni 10. Na ni habari inatoka kurasa wa kwanza ambayo anasema msaada huo vifaa tiba unawalenga zaidi watoto na wajawazito, ikiwa ni jitihada za kuunga mkono juhudi za Rais Magufuli katika kuboresha huduma za afya. Msemaji wa umoja huo Erastus Mtui kutoka Coca-Cola kwanza amesema msaada huo umelenga kusaidia watoto na wajawazito pamoja na wagonjwa wengine kama wa moyo. Wasira afichua kilichomkera. Dar es Salaam, wanasiasa mkongo nchini Steven Wasira amesema kilichomfanya amue kumvamia mwandishi wa gazeti la Mwananchi juzi ni kitendo cha kupigwa picha nyingi alizona zimekithiri. Wasira ambaye aliingia kwenye siasa mwaka 1970 alipigwa picha hizo wakati akitoka kwenye jengo la Mahakama Kuu kitengo cha biashara mjini Mwanza, ambako shauri la wakazi wa Bunda waliokuwa wakitaka kukata rufaa ya kupinga ushindi wa mbunge Esther Bulaya wa Chadema katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 25, 2015 lilitupwa. Mwandishi wa Mwananchi Michael Jamson alisema kuwa akimpigia picha katika jitihada za kupata tukio hilo vizuri, ndipo Wasira alipomfuata kwa lengo la kumkamata, huko akimuuliza sababu za kupiga picha hizo na sehemu anazozipeleka. Akazungumza na Mwananchi kwa simu, Wasira alisema alishangaa kuona anapiga picha nyingi na mwandishi huyo, na nukuu, nilianza kupiga picha wakati natoka chooni tukiwa pale Mahakama Kuu kanda ya Mwanza. Nikamuuliza yule kijana, hizi picha zote unapiga za nini? Akaniambia za habari. Nikamuuliza picha 100 zote ni za habari? Yeye akaendelea tu kunipiga picha. Alisema Wasira alikuwa waziri wa kilimo na maendeleo ya mifugo wa serikali ya awamu ya 4. Wasira alidai kuwa mpiga picha huyo hakuishia hapo, bali alimfuata hadi mahakama ya biashara ambako alikaa ndani kwa zaidi ya saa moja wakisubiri kibali cha kukata rufaa, na alipotoka nje alikutana naye tena na akaendelea kumpigia picha. Mtazamaji, ni habari kidogo ya kuvutia, maana ni tukio ambalo inawezekana kuna wengine hawataki kupigwa picha nyingi, lakini ni wajibu wa mwanahabari kutafuta picha ambayo inafaa kuipeleka kwa jamii. Serikali yanyooshewa kidole utumbuaji majipu. Mawaziri wa Magufuli kikaangoni. TMF yajitolea kulipa TBC irushe bunge live. Mashirika ya umma yanakaimiwa. Serikali inatakiwa kufanya kazi ya ziada katika kipindi kisichozidi miezi 6 kujaza nafasi zilizoachwa wazi kutokana na utumbuaji majipu ulioacha taasisi 16 tofauti za umma zikiongozwa na watumishi wanaokaimu. Mbivu mbichi za umea wa Dar kesho. Vigogo dati kizimbani kwa kusababishia serikali hasara ya shilingi milioni 83. Jambo Leo limeandika mawaziri wa Goma kusaini kiapo, habari ambayo inapatikana ukurasa wa 3. Viatu vya Nyerere kumtosha Magufuli kama kiulizo. Vigogo wazungumzia tofauti zao. Viatu vya Nyerere kumtosha Magufuli. Vigogo wazungumzia tofauti zao. Mawaziri wasema sukari ipo ya kutosha. Waziri wa viwanda, biashara na uwekezaji Chazi Mwijage amesema amewatoa hofu wananchi kutopatikana kwa sukari nchini kutokana na kuzuia uingizaji wa sukari kutoka nchi za nje. Kauli hiyo aliitoa jana jijini Dar es Salaam wakati akitoa ufafanuzi wa kutoa hofu kwa wananchi kutokana na kuhisi kuadimika kwa bidhaa hiyo. Mtendaji mkuu data buruza kortini. Mawaziri wa Goma kujaza fomu ya maadili. Kafu Zanzibar
wataka polisi kudhibiti hujuma. Gazeti la Jambo Leo ndilo linakamilisha kwa upande wa habari za kitaifa, na sasa tuangalie habari za michezo, ambapo nikianza gazeti la The Citizen ambalo linaandika kwa lugha ya Kiingereza, ambalo lenyewe limeandika Stuart Hall ambaye kocha wa Azam amesema ubingwa upo mikononi mwetu. Lakini gazeti la Tanzania Daima lenyewe limeandika Coastal Union njaa kali, wachezaji wa goma. Wachezaji wa Coastal Union na Wagosi wa Kaya wamegoma kufanya mazoezi katika uwanja wa Mkokwani na kutembea kwa miguu hadi barabara ya 11 iliyopo makao klabu hiyo ili kushinikiza kulipa mishahara yao na kuondokana na ukata mkubwa unaowakabili hivi sasa. Jerry Mulwa aitesa Simba. Klabu ya Simba imelitaka shirikisho la soka Tanzania TFF kumchukulia hatua za kinidhamu mkuu wa idara ya habari na mawasiliano ya Yanga Jerry Mulwa kutokana na tabia za kuendelea kuikashifu klabu hiyo pamoja na viongozi wake. Akizungumza kwa masikitiko jijini Dar es Salaam, msemaji wa Simba Haji Manara anasema TFF imekuwa ikimlea mara kwa mara msemaji huyo na kwamba kila siku anarudia makosa lakini hawamchukulia hatua zozote. Anasema kwamba utani wa jadi sio matusi, dharau wala kashfa, maana utani wa jadi ni kutaniana kimpira na baada ya hapo kila mmoja anamheshimu mwenzie. Lakini Mulwa mpira kwake ni matusi kila kukicha. Na nukuu, Mulwa amekuwa akitukana kila kukicha tena bila sababu za msingi. Mimi ninavyokaa kimya sio kwa matusi siwezi. Mimi najiheshimu na natambua maana ya utani wa jadi na sio kutukana tu. Hata kwenye kanuni za FIFA wanaagiza kuheshimiana, lakini yeye hatambui hilo. Lawama za Manara kwa TFF zinatokana na shirikisho hilo kuahidi kumfikisha Mulwa katika makamati ya maadili mapema mwaka huu kutokana na kauli zake za kibaguzi alizozitoa mwaka jana dhidi ya Manara, lakini hadi leo TFF hawajisema lolote. Mapema mwaka jana Mulwa alifikishwa kwenye kamati ya nidhamu ya TFF kutokana na kumshambulia na kumdhalilisha kupitia vyombo vya habari. Alikuwa kaimu ofisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB Fatma Abdallah. Ngoma kwa kosa Mauritius aenda kwao kumzika mdogo wake alifia uwanjani. Mshambuliaji tegemeo wa mabingwa watetezi ligi kuu Tanzania bara Donald Ngoma anatarajiwa kukosa mchezo muhimu wa kimataifa dhidi ya Ses Joachim, ambapo Yanga anatarajia kushuka dimbani la taifa jijini Dar es Salaam Jumamosi kuwakabili wapinzani wao kutoka Mauritius, ikiwa ni mchezo wa marudiano baada ya kuwafunga bao 1-0. Maxime Kinki Badeni majaribuni 16 bora FA. Kasim Mapili afariki dunia. Mwanamuziki maarufu nchini wa muziki wa dansi Kasim Mapili amefariki dunia. Taarifa zinasema kuwa mwanamuziki huyo ambaye ni mtunzi wa wimbo maarufu wa rangi ya chungwa aligundulika amefariki dunia jana jioni baada ya jirani zake kuvunja mlango wa nyumba yake. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mzee Mapili aliyekadiriwa kuwa na umri wa miaka 70 hakuonekana kwa muda mrefu. Siku nzima ya jana ndipo ndugu zake walipoamua kwenda kuvunja mlango wa chumba chake na kumkuta akiwa amekwisha kufariki. Mwanamuziki huyo alikuwa amefariki jioni, na nukuu, mwanamuziki huyo alikutwa amefariki jioni baada ya kuonekana hajatoka chumbani kwake kwa muda mrefu. Ndipo mlango wa chumbani kwake eneo la Tabata Matumbi ukavunjwa, alisema jirani yake. Mzee Mapili atakumbuka kwa vibao vya Napenda Nipate, Lau Nafasi na Rangi ya Chungwa ambavyo kuimbwa kila siku katika bendi mbalimbali muziki nchini. Mzee Mapili amewahi kupigia bendi mbalimbali za muziki na mara ya mwisho kabla ya kustaafu muziki alikuwa mwanamuziki wa bendi ya Polisi. Jerry Mulwa aitesa Simba. Habari ambayo tushaangalia. Rais wa FIFA kupatikana leo. Lakini kwa upande wa burudani, Mkubwa Fela kuwatoa wadada 5, mbunge kuzindua Pokea Baraka Jumapili. HT kupamba wananchi media kesho. Kipemba mkimbia Mwakifamba ukumbini. Alikuwa mgombea urais wa shirikisho la filamu Tanzania TAFA Kipemba jana aliwaacha huyo jumbe mkutano mkuu wa uchaguzi baada ya kumradhi baada ya kujitoa dakika za mwisho. Tukio hilo lilichukuliwa kama kumkimbia mpinzani wake Simon Mwakifamba, kwani kujitoa kwake dakika chache kabla ya zoezi la upigaji kura kuanza kulimpa nafasi Mwakifamba kujishindia kiti hicho. Uchaguzi huo ulifanyika kwenye ukumbi wa Urafiki Social Hall uliopo Ubungo jijini Dar es Salaam, ambapo wapiga kura walikuwa wajumbe wawili kutoka kila mkoa. Kujitoza kwa Kipemba kuwania nafasi hiyo
kulionekana kuwakera tu wapiga kura, lakini hata wasimamizi wa uchaguzi huo. Katika utetezi wa uamuzi wake, Kipemba alisema amefikia uamuzi huo baada ya kuona kupata muda wa kutosha kujipigia debe mbele ya wapiga kura, hivyo anahofia kubwagwa kwa kuwa alikuwa mgeni wa wapiga kura wengi kutoka mikoani.